viongozi wetu wa dini kwa nyakati tofauti tangu tarehe za mwanzo wa mwezi huu zimetolewa kauli zinazotia moyo, zinazofundisha wananchi na waumini wao juu ya umuhimu wa amani katika taifa. Wamefanya hivyo na katika mahubiri, katika matamasha, katika semina na kwa kutumia majukwaa mbalimbali. Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru bila kuwataja viongozi wote wa dini. Wamefanya kazi nzuri sana kulituliza taifa. Tunawapongeza, tunawashukuru sana kwa niaba ya serikali. Wamefanya wajibu wao huo vizuri. Ni vizuri wananchi tukathamini na kuheshimu mausia haya ambayo wamewatoa viongozi wetu wa dini, lakini viongozi wetu wa kijamii katika maeneo tofauti tofauti. Kama ambavyo mmesikia, tarehe 3 jeshi la polisi lilitoa taarifa ya tishio jingine ambalo linahamasishwa kwenye mitandao na wanaharakati mbalimbali na watu mbalimbali wasioitakia mema nchi yetu. Wameendelea kuhamasisha na kusema tarehe 9 ya mwezi huu wa 12, yani kesho, kuna watu wanahamasisha na kupanga kufanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi yaliyo na compliance na katiba ya nchi yetu, lakini na sheria za nchi yetu, ni yale yanayoombwa na mtu makususi na yanakuwa yana ujumbe makususi na yanasema shabaha yake ni nini, lakini yanaeleza yatafanyika wapi, yatatoka wapi hadi wapi, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya watu hao wenye ujumbe wa namna hiyo. Haya yanayoelezwa kama ambavyo imeelezwa katika taarifa kwa umma ya jeshi la polisi iliyotolewa tarehe 5 ni kwamba hayana muombaji, hayaelezi yanatoka wapi kwenda wapi, hayaelezi ujumbe ni nini, ila tu yanaeleza kwamba yatakuwa hayana ukomo, na tunaambiwa kwamba ni makubwa kuliko yale ya tarehe 29. Ndugu zangu wanahabari, kama yakiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo, maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo